Mungu anasema yeye ndo alikuwa anaambiwa na rafiki zake wanaitwa marafiki watabishaji. Wewe mjini Mungu ndio maana mabaya yanakupata. Bwana sasa. Amina. Lakini huyo Mungu ni cheo. Bwana sasa. Amen. Ndio maana Mungu ni mmoja katika nafsi tatu. Amina. Yaani Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Lakini Mungu ipo mingi. Yeye anasema mimi nimesema ninyi ni miungu midogo wana walio chini. Kwa hiyo niandika ni sababu 82 mstari wa 6. Wewe pia shetani ni mungu wa dunia hii. Yeye ni Wakorintho 2:8-9. Pia Mungu anaambia Musa, leo nimekufanya kuwa Mungu kwa Farao. Yeye ni kutoka sura ya 7. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Mungu abadiliki. Mungu atabaki kwa Mungu. Ukuu wake, utukufu wake mpya wote. Wala tukosi utukufu wa Mungu. Amen. Wote ni yes. Kipindi unaweza kukutana na changamoto. Yes. Ukawa na woga. Ndio. Lakini ukiinua macho yako chini, ukamwambia Mungu, kama unaweza kunitoa kwenye tumbo la mama yangu, ukanitumainisha matitini na mama yangu, hata sasa utanitoa kwenye tatizo. Hata sasa utanitoa kwenye tatizo. Ufunuo sura ya 19. Ufunuo sura ya 19. Twende taratibu, nimekwambia nitakuhubiria na kukufundisha leo. Amen. Sasa asifiwe. Amina. Ninakuhubiria na kufanyaje? Na kunifundisha. Kukufundisha. Ndio Ufunuo sura ya 19. Sasa kwanza. Baada ya hayo, nasikia sauti kama sauti ya makutano mengi. Sauti kubwa mbinguni ikisema, Haleluya! Nguvu na utukufu, nguvu zina Bwana Mungu wetu. Na kuwa hukumu zake ni za kweli na za haki. Hukumu za Mungu ni za kweli. Ukisoma kitabu cha Zaburi ni usisome wataandika. Zaburi 103 mstari wa 6. Mungu ndiye afanyia mambo ya haki na hukumu kwa wote wanaoonewa. Mungu anajua wanaonewa. Amen. Sio kama kwamba ajui, anachua. Msala wakati na muda tu. Amina. Mungu anangoja kikombe kifurike. Yes. Watakuja kwa njia moja lakini watakimbia kwa njia saba. Amina. Mimi ninasema wazi. Hacha wajitape, hacha wajivune, hata waseme wao ndio Dar es Salaam. Lakini wakati ukifika, kwisha. Amen. Biblia inasema utawatafuta wala utawaona, hata mahali pao hapata yes, amina. Na uso wa Bwana nijua kuna wabaya hapata kuondoa kumbukumbu yao duniani. Amen. Bwana akakuondolea. Bwana Mungu akakukumbuke. Wewe fika hapa, haujapoteza muda wako. Ndio faida ya kuacha vyote na kuja kutulia kwa madhabahu ya utakaso. Nilikuwa ninaambia watu wengi. Nimekuwa nikisaidia watu wengi wananitenda mabaya. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mwingine pia akafanya mapinduzi. Ndio. Mimi nilimwambia uje mapinduzi ya kweli. Yes. Wewe unafanya biashara, ukitaka kufanya mapinduzi ya kweli, toka kwenye ile sehemu unayofanya biashara, nenda sehemu nyingine kabisa watu hawakujui. Afu tena unastawi. Yes. Kwa sababu yake ni kama mtende, hata kipandwa jangwani atastawi. Kabisa. Haleluya. Amen. Mateso mwenye yake ni mengi lakini Mungu mponya nayo yote. Mungu atakuponya. Amen. Haleluya. Amina. Haki ya Mungu ikasimame. Yes. Kwako, kwenye uzao wako, hadi kizazi cha sasa na kitakachokuja. Amina. Mungu anasema, naambia Mungu, kizazi changu cha 70 kitakachokuja. Hicho kizazi nahitaji kitende mema. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ninajua hata kama nikiondoka nitarudi tena, sijamaliza kazi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui wewe kama umaliza kazi. Ila mimi ninajua hata kama nikiondoka nitarudi tena. Kwa kizazi cha 70 nitakikuta. Amen. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Kama unanielewa, sema mimi kubwa. Haleluya. Ninaongea kwa kujiamini. Amen. Kama nikifahamu majuma, siku, miaka, miezi, kizazi cha 70 nitakikuta. Yes. Nitakisimamia tena. Amen. Kama wakati wa Bwana utakuwa bado. Ndio. Basi najua. Nani anaamini atarudi tena duniani? Hata niamini. Watakatifu watakuja kuweka kambi duniani hapa. Yes, amen. Miaka 1000. Sasa kwa nini unaamini?
mpaka siku Yesu atakapokuja na jeshi lake, watu wake, wewe utakuwepo. Amen. Kwa kwanza nitakuwepo. Amina. Nitakuwepo. Amen. Au unavyo mtu nafsini wake? Ndivyo alivyo. Wewe unaona nini? Kushinda, kushindwa? Pokea kushinda sasa kwa jina la Yesu. Pokea kushinda. Kila mtu atakula matunda ya kinywa chake. Kula matunda ya kinywa chako. Wewe ni tajiri. Wewe sio masikini. Amen. Wewe ni mzima. Amen. Wewe sio mgonjwa. Amen. Msomaji, twende kazi. Amen. Maana amemhukumu yule kahaba mkuu aliyeharibu nchi kwa uasherati wake na kuipatiliza damu ya watumwa wake mkononi mwake. Wakasema mara ya pili, haleluya, haleluya, na moshi wake upaa juu, moshi wake upaa juu hata milele na milele. Na wale wazee 24, na wale wazee, unajua Mkristo anaamini kwenda mbinguni nitafika, lakini kwenda Kariakoo, kwenda kununua simu nzuri, nguo nzuri, kwenda showroom kununua gari nzuri, ndio nakwambia hamna. Mungu ndiye kwa ibada. Mabati tu wewe. Pamba. Yes. Kula vizuri ni lazima wewe mtoto nyumba hii. Amina. Ni marufuku kwenda kununua vyakula vya ovyo ovyo, eti unakula. Mungu wangu akupe hela. Wapera wapewa kwa chini Yesu. Wapera wapewa kwa chini Yesu. Wapera wapewa kwa chini Yesu. Baba mbingu na nchi, wapera wapewa kwa chini Yesu. Mungu akakupe kula vizuri. Mungu akakupe kuvaa vizuri. Mungu akakupe kuishi vizuri. Ile nyumba ndoto yako ya ghorofa moja, Mungu akakupe. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Usiwaze itakujaje. Kuna hicho kitu umekujaje? Ulijua? Kama hicho kitu kimekuja ukakikalia, basi hata nyumba itakuja utaikalia. Sema amina kubwa wewe. Sema amina kubwa. Biblia inasema mtafuteni Bwana na haki yake, mengine yote mtazidishiwa. Pokea kuzidishiwa kwa jina la Yesu. Yesu akujenga nyumba iliyo na nyumba. Amina. Kwa maana anasema utakapojenga nyumba nzuri, usimsahau Bwana Mungu. Yes. Pokea kujenga nyumba nzuri kwa jina la Yesu. Pokea kujenga nyumba nzuri kwa jina la Yesu Kristo. Yes, ndio kusoma. Na wale wenye uhai wanne wakasujudu na kumwabudu Mungu aketie katika kile kiti cha enzi, wakisema amina, haleluya. Sauti ikatoka katika kile kiti cha enzi ikisema, msifuni Mungu wetu, enyi watumwa wake wote mnaomcha, wadogo kwa wakubwa. Nikasikia sauti ya makutano mengi, na kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya radi yenye nguvu, ikisema haleluya, haleluya, kwa kuwa Bwana Mungu wetu mwenyezi amemiliki. Na tufurahi, tushangilie, tumpe utukufu wake, kwa kuwa urusi ya mwanakondoo imekuja. Harusi ya mwanakondoo. Yes. Sisi ni mwanakondoo. Sisi ndio bibi harusi. Amen. Amina. Yesu akasema ninapenda kuangalia mahali. Yes. Siku moja nikawa kwenye challenge na wachungaji. Amina. Wale wachungaji wakakazana kupiga stori zao. Tunaenda mbinguni, nikaambia kitu kimoja. Hatuendi mbinguni. Yes. Hello. Amen. Na kuweka sawa. Ndio. Hatuendi wapi? Mbinguni. Kasema na mchungaji mmoja akasema, sisi sote tunaenda mbinguni. Nikamwambia ngoja nikwambie kitu. Mbingu za mbingu hazimtoshi Mungu. Wana kuweka wapi? Yes. Nikamwambia Mungu kachukua kipande kidogo tu. Ndio. Cha sehemu ndogo tu. Kampa mtoto wake. Afu yule mtoto wake ambaye ndio Yesu anakuandalia mahali pale. Amina. Haleluya. Amen. Yesu ni Tanzania. Ndio. Unakaga Ikulu? Hapana. Mungu ni za Mungu. Amina baba. Sisi ni kipande kidogo tu Yesu ametuandalia. Yes. Sawa. Amen. Hana nini wa challenge na nini? Hivi tunakwenda mbinguni au Yesu anakuja kutuchukua?
tunakwenda mbinguni au Yesu anakuja kutuchukua? Atakukuta wapi? Mungu kweli akukuta kanisani. Amina. Watakuta wapi? Unakushtua kidogo. Yesu anasema angalia siku hiyo atakapokuja, maana atakuja kama movie. Yes. Usije mkasongwa sana na shughuli za dunia. Kabisa. Amen. Amen. Ndio kile ndani yako. Unaenda mbinguni au Yesu anakuja kufuata kuchukua? Unaenda mbinguni au Yesu anakufuata kuja kuchukua? Anakwambia unaenda kubadilisha kidogo. Hello? Tunaenda mbinguni pamoja. Utanisema? Soma Biblia itakusaidia. Amina. Nijue nini litakusaidia. Kesho na kesho kutwa tumeshaanza kuzoeshwa zile chapa. Tunapoambiwa kwamba paji au kwenye mkono, tunamaanisha kupiga passport size na kuweka dorogomba. Takuwa mmeelewa hapo. Mimi nataka kupata wewe, sikupate kwa jina. Yes. Nakupata kwa namba. Kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Nakupata kwa nini? Kwa namba. Kwa namba. Rafiki mmoja akanunua pikipiki. Usajili wake akapewa 166. Halo. Hajui kanisani wala hajui kwenda kanisani. Wote mzimuona akasema, ndio mashetani wenyewe wanaandika kwenye Biblia. Sasa ile ni namba usajili imekuja kwenye gari yako, utaipa hiyo gari? Hapana. Wewe unafanya. Lakini namba 666. Gari ndio ya kwako. Unaitupa? Namba yako labda namba yake ni 666. Unaona kwa shetani pale. Namba tu hizo. Kuna watu wanaogopa nyoka. Nyoka ni shetani? Hapana, kwa kustawi sasa. Yes. Siku kia kustawi. Amen. Najisikia kufanya vurugu kidogo. Yes. Kama lisali moja hivi. Sasa makasoro kama dakika 40 hivi. Najisikia kufanya vurugu. Fanya baba. Hiweje mashetani ndio amiliki halafu ukose hela bana? Bali mashetani yenyewe hayamwiti hata Mungu.